ikiwa dalili zinaonyesha kwamba amani ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, famadha alaina ayuha almu'minun, ni kipi kilicho juu yetu, ni wajibu gani ulio juu yetu waislamu juu ya neema hii adhima, neema hii jalila, neema hii kabira, ni'matul amn wal aman. أن نشكر الله عز وجل بهذه النعمة وأن نحفظها، نكم شكور الله سبحانه وتعالى يا نعمة هي نعمة يا أماني، نكم فاذي نعمة هي يا أماني isije tukaingia katika makamao ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaingia katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. وضرب الله مثلا، na anapiga Allah mfano qaryatan, mfano wa kijiji, kanat aminatan mutma'inna, kilikuwa kijiji hicho kina amani, kilikuwa kijiji hicho kina utulivu. kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha raghadan min kulli makan, zikija kwenye kijiji hicho riziki kwa wasaa na furaha kutoka kila pande ya mji. Watokao huko wanakuja kufanya biashara ndani ya mji huo, ikawa ni neema ndani ya mji huo, wakapata riziki aina mbalimbali ya matunda, aina mbalimbali ya vyakula, aina mbalimbali ya kutaladhad katika yale aliyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. yatiha rizquha raghadan min kulli makan. Kwa nini? kilikuwa na amani, kilikuwa na utulivu kijiji hicho. fakafarat bian'ami Allah, wakakufuru neema ya Allah. ayatu ni'ma, ni'matul amn, ni ipi neema waliyokufuru? ni neema ya amani waliyokuwa nayo. faadhaqaha Allah libasa al-ju', Allah kawavisha guo la njaa, wal khawf, na guo la hofu. hawana amani katika nafsi zao, hawana amani na watoto wao, hawana amani na familia zao, hawana amani katika miji yao. walikufuru neema za Allah, akawaadhibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vazi la njaa na hofu, bima kanu yasnaun, kwa yale ambayo wao waliokuwa wakiyatenda.